Wakazi hao wamesema vitendo hivyo vinakiuka haki ya mtoto, huku wakieleza sababu zinazochangia uwepo wa matukio hayo ikiwemo kukosa msaada wa karibu. Wanawapa uhuru wa kupitiliza. Unakuta mtoto wa kike anarudi nyumbani saa 5 anafunguliwa. Kubeba mimba imetokea, anatakiwa aombe ushauri. Unapomtupa mtoto porini, jalalani, inakuwa haipendezi. Kama umeweza kulea mimba kutoka mwezi mmoja hadi 9, kwa nini ushindwe leo kumpa mtoto malezi yake? Kuna wengine wanafanya hivyo kwa sababu tu maisha yao ni magumu. Anaangalia tayari amepata mtoto, atamhudumia vipi? Kwa serikali iliangalie kwa mapana zaidi wa kuwezesha wanawake ambao wana changamoto kama hizo waweze at least kwenye mikopo ya 10% ile halmashauri wawepewe kipaumbele ili kuweza kukidhi mahitaji yao. Afisa ustawi wa jamii manispaa Mpanda Nyilumie Longo amekiri kuwepo kwa matukio hayo ya utupaji wa watoto wilayani Mpanda na kuwashauri wanaopitia changamoto za malezi kutafuta msaada. Kwa ni bora ukafika ustawi wa jamii ili tuweze kushauriana namna bora ya kulea na sio kumtupa mtoto. Unapomtupa mtoto ni unamfanyia ukatili. Kwa wale wanaohitaji huduma ya kuasili watoto, tafadhali wafike ofisi ya ustawi wa jamii ili waweze kupewa utaratibu, kwa sababu mwenye sifa ya kuasili kwanza lazima awe na kibali kutoka kwa Kamishna wa Ustawi wa Jamii Tanzania. Askari wa Jeshi la Polisi dawati la jinsia wilaya ya Mpanda, Sajenti Hubiri Chaula amekemea vitendo hivyo na kutoa elimu kwa wananchi ili waachane na vitendo hivyo, huku akibainisha kuwa zipo hatua za kisheria zinazochukuliwa kwa wote wanaotenda makosa hayo. Watoto wachanga, ni kweli kwenye mkoa wetu tuna hizo kesi, ila ingawa sio nyingi kivile, unaweza kukuta kwa mwaka mara zipo 3 au 2 au 1. Sio nyingi, lakini zipo, zinatendeka, na wapo ambao watoto tunawaokota tunawapeleka sehemu ambazo zinatakiwa wakahudumiwe na vituo hivi ambavyo vinalea watoto wenye mahitaji kama hayo. Sajenti Hubiri ameendelea kutoa rai kwa jamii kuwa kila mtoto ana haki ya kuishi, kulindwa na kupata malezi bora. Ana Milanzi, Katavi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.